Ni wakati wa habari za Kiswahili toka televisheni mikubwa. Mnakuwa wengi mnaojiunga nasi toka mji wa Kolwezi kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fuata kichwa cha habari. Huko mjini Kolwezi katika mkoa wa Lualaba tarehe 26 Agosti mwaka 2026, shirika la Impact lilizindua rasmi mradi uitwao Coexister pour durer, nayo uthabiti na usalama wa jamii za wachimbaji katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mradi huu unaofadhiliwa na serikali ya Canada utatekelezwa kwa kipindi cha miezi 24. Utasikiliza maelezo kamili kama unabaki nasi. Huu ndio mwisho wa kichwa cha habari. Mara nyingine tena na wasalimia wote, mnakuwa wengi, mnabaki tena waaminifu wa televisheni mikubwa, na wakaribisha katika habari hizi kwenye lugha bora na tukufu za Kiswahili. Tuanze na ujumbe kwa ufupi. Katika bunge la mkoa la Lualaba, Mheshimiwa Rais wa bunge hilo Jean-Marie Kaseya Chingambo alipokea Jumatano tarehe 26 Agosti ujumbe wa baraza la mkoa wa madaktari, kwa Kifaransa COPROM. Ujumbe huo uliongozwa na Daktari Serge Kalinga. Walifika kubadilishana mawazo na kiongozi wa kwanza wa wabunge wa mkoa kuhusu hali ya mazingira ya kazi ya madaktari, pamoja na kumkabidhi rasmi mwaliko wa siku ya kisayansi ya kimaadili inayotarajiwa kufanyika Jumamosi tarehe 29 Agosti mwaka 2026. Pia na mazungumzo mbalimbali lalikuwa kiini cha mkutano huu cha bunge la mkoa. Yeye Mheshimiwa Rais wa bunge Jean-Marie Kaseya na madaktari au wa mkoa wa Lualaba. Kwenye utawala wa mkoa kwa ufupi pia na kwa picha, gavana wa mkoa wa Lualaba Fifi Masuka Saini alipokea nyakati tofauti Jumane tarehe 25 Agosti mwaka 2026 mjini Kolwezi mkurugenzi mkuu wa SNEL Teddy Lwamba pamoja na mkurugenzi wa uendeshaji wa RVA Vicky Lundola. Mikutano hiyo miwili ilihusu kwa upande mmoja kuboresha huduma ya umeme katika mkoa wa Lualaba, na kwa upande mwingine masuala ya ushirikiano wa usafiri wa anga kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Pia na mazungumzo mengine yalikuwa kati ya mkutano huu wa gavana mkoa na hawa wakurugenzi wawili wa makampuni mbili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tarehe 26 Agosti mwaka 2026, nayo shirika la Impact lilizindua rasmi mradi uitwao Coexister pour durer. Kwa Kiswahili yanasema ya kwamba yanakuwa ni kuishi pamoja kwa kudumu. Nayo mradi huo ulianzisha chini ya nayo serikali ya Canada, utekelezwa kwa kipindi cha miezi 24 katika mikoa ya Lualaba na Okatanga. Unalenga kushughulikia maneno matatu makuu. Uongozi wa vyama vya shirika la wachimbaji madini yalipitikana huko mji wa Kolwezi katika hafla ya furaha kubwa. Tafsiri itakupa maelezo kamili. Kwa kipindi cha miezi 24, kampuni za uchimbaji madini, vyama vya ushirika vya wachimbaji, viongozi wa kisiasa na kiutawala, mashirika ya kiraia pamoja na wadau wengine wa sekta ya madini watakutana katika majadiliano yenye lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya uchimbaji wa viwandani na uchimbaji ndogo. Katika uzinduzi rasmi wa mradi huo Jumatano tarehe 26 Agosti, Armel Ngazi, msimamizi wa mradi hiyo, alieleza kwa washiriki malengo na maelekeo mwa miradi huo. Mbele ya makamu wa gavana wa Lualaba pamoja na wajumbe wengine wa baraza la gavana, Félicien Mbikai alieleza nafasi ya taasisi ya Impact na umuhimu wa uzinduzi wa mradi huo. Impact est une organisation indépendante. Kwa niaba ya gavana wa mkoa ambaye hakuweza kuhudhuria, Clement Mufundi Chinat-Karl alitangaza rasmi kuanza kwa mradi huo. Je déclare officiellement lancé. Katika hafla hiyo, maswali na majibu yalihusu changamoto zinazojitokeza katika kuishi pamoja kati ya uchimbaji wa viwandani na uchimbaji ndogo. Pia mjadala ulijikita katika kutafuta suluhisho kuhusu uanzishwaji wa maeneo ya uchimbaji yalizotenga wachimbaji wadogo ambayo yatakuwa na ufanisi na yanayofikia kwa wachimbaji. Washiriki wamepongeza mpango huu wakieleza kuwa utasaidia kuimarisha na kuboresha shughuli za uchimbaji madini katika mikoa ya Lualaba na Okatanga. Hafla hiyo ilihudhuria na viongozi wa kisiasa na kiutawala wa Lualaba na Okatanga, wawakilishi wa kampuni za uchimbaji madini, waandishi wa habari pamoja na wageni wengine. Hivyo rasmi mradi wa Coexister pour durer wa Impact umeanza kutekelezwa katika mkoa wa Lualaba. Na ujumbe wa elimu siku 5 kabla ya kufungua kwa mwaka wa masomo wa 2025 hadi 2027 unaotarajiwa kuanza tarehe
1 Septemba mwaka 2026, shule za Kolwezi zinaendelea na maandalizi ya mwisho ili kuwa tayari kuwapokea wanafunzi ili kufuatia maandalizi hayo, pia na kuhakikishwa kuwa maelekeo yaliyotolewa na viongozi wa elimu yanafuata. Na waandishi wa habari wa Mikoba Television walitembelea shule mbalimbali za mji wa Kolwezi ili kuangalia namna hiyo. Wasikilize yeye Vital Mumba na Desire Mupep, viongozi wa shule huko Kolwezi. Ya kwanza tunaangalia tukodisha kwanza kazi tangu zamani. Tulianza kazi depuis pratiquement le 20, le 18. Alors tulikuwa tunatayarisha namna kupokelea walimu, kisha tulikuwa tunatayarisha namna kupokea watoto wa masomo. Mais depuis tushaanza ma inscription, bon, mimi naona iko ngali timide, sijui kama franga itembe mumkini zaidi, mais lakini tunaangalia kino iko vraiment bupepelo sana. Iko buzito, ça on peut dire. C'est un peu timide. Alors kupitia hilo nasema tunaheshimia kuheshimia ma consigne ya baba kubwa. Chini masomo Katoliki. Na masomo Katoliki haina sema ni inakuya nje ya sheria ya serikali. Bien que tukuna ni partenaire, tunaenda pamoja, tunapaswa kuheshimu ile bakubwa wanasema na tunaheshimia kila wakati. Donc hakuna kitu kingine kinaweza kuzishiwa huku kwa tujishake ma uniforme, atujishake bilatu, atujishake nono. Ni condition tu mtoto kuile kubali batoto ba sasa. Unakia na dossier yako yenye kuenea, tunakutuma kuserni, bana kuorienter huku kwa masomo, tunakubeba. Tunaheshimia kabisa, et c'est comme ça que hii année masomo yetu promoteur wetu alipata brevet d'excellence comme meilleur promoteur mu ville yetu ya Kolwezi. Nyema mpatia kuba autorité bako na gérer système éducatif, bali reconnaître ile kazi yenye masomo yanakuwa nafanya, c'est parce que nous respectons ma instruction yenye inakuwa na leta. Nayo Jumatano tarehe 26 Agosti mwaka 2026 katika kampuni ya uchimbaji madini ya Comus SAS kulifanyika hafla ya kuwaenzi wafanyakazi nao waliotunukiwa tuzo za nyota za ubora na usalama. Wafanyakazi hao walifanya vizuri kazi yao, pia walipokea zawadi toka kampuni hiyo ambaye iliwapongeza kwa mafanikio yao yaliyopatikana katika kipindi cha mwezi wa Juni ndani ya kampuni hiyo kubwa ya uchimbaji madini ya Comus SAS. Maelezo ni katika taarifa hii. Katika ukumbi mkubwa wa sherehe wa kampuni ya uchimbaji madini ya Musonoi Comus SAS ilifanyika hafla ya kuwaenzi wafanyakazi waliotunikiwa tuzo za nyota za ubora. Kupitia hafla hiyo, kampuni imewatambua wafanyakazi waliofanya vizuri zaidi katika mwezi wa Julai, hususan wale walionyesha utendaji mzuri katika eneo la usalama. Wafanyakazi waliotunikiwa walijitokeza kwa kuwajibika kazini, kujituma pamoja na kutimiza malengo waliopewa katika kipindi cha mwezi huo. Tuzo mbalimbali zilizotolewa kwa wafanyakazi hao. Katika hotuba zao, washindi walishukuru kampuni kwa kutambua juhudi zao, huku wakiomba wenzao kuongeza bidii na kujituma zaidi katika kazi zao. À toutes les lauréates et à tous les lauréats, Anasema hivi: tunawapongeza kwanza washindi wote kwa kupata tuzo hii ambayo wanaistahili kabisa. Kwa wale ambao hawakufanikiwa kuchaguliwa, tunawahimiza kuendelea na juhudi zao na kuendelea kusonga mbele katika safari yao ya kazi. Car leurs efforts et leurs contributions sont précieux et ne passent pas inaperçus. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa kampuni alipongeza nyota hao kwa kujituma na kujitolea kwao. Pia alikumbusha kuhusu malengo matatu mapya yaliyowekwa na kampuni. Poursuivre et renforcer la coordination en matière d'approvisionnement en électricité. La disponibilité et la stabilité de l'alimentation électrique sont directement liées à l'organisation de la production de l'entreprise. Mpango huu wa kampuni ya uchimbaji madini ya Musonoi Comus SAS inaonyesha dhamira ya kampuni ya kutambua juhudi za wafanyakazi wake na kuwahamasisha kutoa mchango wao bora zaidi katika kazi. Na ujumbe unaweka mwisho kwa habari za Kiswahili toka televisheni Mikoba. Mulibaki tena waaminifu wa kipindi hichi. Tunapika pia aksanti kwa timu kubwa ya televisheni Mikoba, Emmanuel Katende pia na Patient Kalumba. Asa wote mlitufuata kwa siku hizi, taonana baadaye. Mbaki waaminifu wa programu zetu. Kwaheri.